taarifa hizi nzito ambazo ni za siri kubwa tunazozileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania. Ikiwa wewe ni mgeni na hauja subscribe katika channel yetu ya Tanzania ITV, naomba uchukue sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati, kwa sababu kitu unaweza kuamini ni Tanzania ITV, maana tunahakiki kila jambo kabla ya kulileta hewani. Na kabla tuendelee, bonyeza alama ya like na karibu. Kuna siri kubwa ambayo imeweza kufichuliwa hapa kuhusiana na madai ya kuondolewa kwa Badri Kitima kupitia Mafuele, imeweza kufichuliwa wazi. Naomba tusikize mwanadada hapa ambaye ni mwanaharakati hapa Tanzania, anaitwa Rachel Dangwa. Ametoa siri kubwa huku akidai ya kwamba waziri wa habari hapa Tanzania Paul Makonda alienda moja kwa moja na Mafuele ambaye inadaiwa kuwa muuaji mkubwa nyumbani mwake Badri Kitima kumsubiri ili kumuua. Tusikize vile anadai Rachel Dangwa. Makonda wewe, yani unataka uwe watu huku na wapolisi, unaambiwa unataka kukutana na watu wa dini ili mkemee mashoga, alafu huku unaenda nyumbani kwao, hulali kuwasubiri watoke vipi uwateke ukawaue watupe baharini. Jana usiku mmeshinda kwa Kitima, melala kwa Kitima pale. Kwa Kitima wakina Mafuele wamekaa hapo kama mapumbe ya mbwa. Umesikiza vile Rachel Dangwa amedai kwamba Mafuele waliweza kwenda moja kwa moja na Paul Makonda na maharamia wengine na kikosi cha mauaji nyumbani mwake Badri Kitima kumsubiri ili kumuua, kulingana na Rachel Dangwa. Unajua, kuna maneno ambayo yanaendelea hapa Tanzania na tunashindwa cha kufanya. Kuna wale ambao watauliza kosa ni lipi Kitima amefanya. Inadaiwa kwamba Kitima ni vile anarusha mashambulizi ya kukosoa mauaji hapa Tanzania, kukemea ufisadi, kukemea nguvu kutumika, kukemea utekaji nyara, kukemea vyombo vya dola kutumia nguvu zaidi. Na tuna taarifiwa habari za hivi punde ni kwamba kuna madai kwamba anatafutwa kwa sababu alikutana na Emmanuel Nchimbi. Kitima kukutana na Emmanuel Nchimbi kwamba ni kosa. Unajua, Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wa rais hapa Tanzania, kukutana kwake na Kitima, hao wote ni Wakatholiki, lazima watakutana wazungumze. Tuweke dini kando, hao ni Watanzania, lazima wakutane wazungumze. Mbona Badri Kitima anatafutwa? Na ikumbuke ya kwamba mwaka mmoja uliopita Kitima kuna wakora ambao walijaribu kumuua lakini hawakufanikiwa. Mungu akamuokoa. Na sasa kulingana na taarifa ambazo tunazo kupitia mwanaharakati huyu Rachel Dangwa ni kwamba anatafutwa huyu Kitima ili kuuliwa. Penye tumefika sasa hivi tunastahili kuzingatia sheria zetu. Hivi majuzi miili miwili iliweza kupatikana mtoni. Mmoja amekatwa kichwa, mwingine ameuliwa hapo, wamerushwa kwa maji. Hawa ni akina nani wanatekeleza maovu? Sasa tuko na serikali hapa Tanzania, alafu mtu anasimama anaanza kuzungumza ukora ambao hauna msingi wowote. Niliona huyu rais wetu hapa Tanzania Samia Suluhu Hassan, wakati rais wa taifa jirani la Kenya Ruto alifika hapa, akasimama akaanza kusema ya kwamba tutawapiga mikwaju hawa wakora wa Gen Z wanapojaribu kuleta uhalifu Tanzania. Na wewe ukiwa Kenya uwapige uwachape mikwaju.
Huyo ni rais mzima anazungumza hivyo kwamba Gen Z wauliwe. ICC sasa hivi mko na evidence, mko na ushahidi wa kutosha. Hata hii tume ambayo alichagua iweze kumsafisha ya Chande ilisema zaidi ya watu 518 waliuawa. Sasa mko na ushahidi kujia huyu mama, kwa sababu hakuna vile ataendelea kusema ya kwamba Gen Z wachapwe mikwaju hapa Tanzania, na anataka kusambaza uongozi wake wa kiimla kule Kenya. Sijui kwa Kenya nimeona wakiongea kuhusiana na hayo, eti waende nao wapiwe mikwaju. Hizi sheria za Tanzania za mwaka 1977 hazipo katika mataifa mengine. Sasa uongozi wake wa kiimla, uongozi wake wa kiudikteta, rais katili Samia Suluhu Hassan ndiye anasema watu wauliwe. Ndio maana anatumia kina Paul Makonda kuwakosoa viongozi wa dini. Ndio maana anatumia vyombo vya dola kina Mafuele kuwavamia watu wengine vile inadaiwa. Hataki kufanya uchunguzi kujua majambazi, wakora, wahuni ambao wanatumika kuwaua Watanzania wengine na kuwarusha katika mito mbalimbali. Huyu Rais Samia Suluhu Hassan amefika mwisho, na huenda ile damu inanuka kila mahali hapa Mbeya, kila mahali Dar es Salaam, Mwanza, ndio inaendelea kumfuata. Hivi majuzi mliona vile fikira zake hazikuwa, anasema eti mafuta petroli inauzwa shilingi milioni 20 kule Marekani na Europe. Rais mwenye anazungumza jambo ambalo halipo na halitawahi kamwe kutendeka. Najua sasa hivi Samia Suluhu Hassan anaongoza taifa hili kama mali na familia yake. Ndio maana ameweka mtoto wake Wanu kuwa makamu wa waziri katika wizara ya elimu. Akamweka mkwewe yule ambaye ameoa Wanu, mtoto wake anaitwa nani huyu? Kuna jina anaitwa, yeye ndiye waziri wa afya. Mnamjua huyu Mchengero, nimekumbuka jina lake. Kisha kuna shemeji wake ambaye ni waziri wa fedha hapa Tanzania, na mtoto wake huyu Samia, mtoto wake anaitwa nani huyu kijana ndiye mkubwa, huyu Abdul ndiye mkubwa wa idara ya usalama. Yani anaongoza taifa la Tanzania kama mali na familia yake. Ndio maana anataka kusambaza uongozi wake kwa taifa la Kenya, wakati rais wa taifa jirani la Kenya alifika hapa Tanzania. Lazima sasa ICC mko na ushahidi wa kutosha. Tunataka watu waishi kwa amani hapa Tanzania. Tunataka demokrasia izingatiwe, uwajibikaji dhidi ya Watanzania wote. Naomba kutamatishia hapo hii kanda. Tutaileta kanda ingine wakati tutakapohakiki yale ambayo yamefika katika meza yetu ya habari. Ikiwa